Bwana, tumeona tukio la wekundu wa Msimbazi Simba kuzuiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa majira ya usiku, kama ambavyo umetazama klipu mbalimbali zikionyesha basi la wekundu wa Msimbazi Simba likizuiwa. Lakini pia tumeona namna ambavyo baadhi ya wachambuzi wameendelea kuzungumza kuhusiana na tukio hilo la wekundu wa Msimbazi Simba kuzuiwa kufanya mazoezi, wengi wakisema ni kitendo ambacho hakikubaliki kwa wekundu wa Msimbazi Simba kuzuia. Lakini kulikuwa kuna taarifa nyingi ambazo zinazungumza kwamba kwenye basi la wekundu wa Msimbazi Simba kulikuwa hakuna wachezaji, bali kulikuwa kuna watu wengine kabisa, kwa ndio maana wameweza kuzuia. Lakini unaweza kuona namna gani ambavyo taarifa hii ama tukio hilo limeleta taharuki. Sasa nikupitishe kwa baadhi ya wachambuzi ambao wamelizungumza swala hilo kinaga ubaga mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kuzuiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja huo. Bwana, ni Farihan Kiham, huyu ni mchambuzi wa soka pale Clouds Media. Yeye amechapisha ujumbe ambao unazungumza kuhusiana na tukio hilo. Yeye anasema Simba imezuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho kwenye dimba la Mkapa kama ambavyo kanuni inaagiza, waliowazuia ikitajwa kuwa ni makomando wa Yanga na wasimamizi baadhi yao, huku hawana sababu maalum zaidi ya kuambia kuwa mbona miaka yote hawakuwa wakienda kufanya mazoezi ya mwisho, hivyo hawawezi kuwaruhusu. Kitendo cha kumzuia Simba kufanya mazoezi ni kuvunja kanuni na kumnyima haki mgeni wa mchezo huo ambaye alitaka kufanya mazoezi ya mwisho muda sahihi kuendana na kesho. Kufuatia Simba kuzuia tangu saa 1 kuingia uwanja, imelazimika wachezaji ambao wapo kwenye mfungo wa Ramadhani na Kwaresima kufuturu kwenye basi, huku akiondoka rasmi uwanja wa Mkapa saa 3 usiku baada ya kushindwa kuingia uwanjani. Hii sio haki kwa klabu ya Simba, hawajatendewa haki. Ni taarifa ama ujumbe ambao ameuchapisha Farihan Kiham, moja kati ya wachambuzi wa soka. Lakini pia akaendelea kuzungumza kwamba kwa mujibu wa kanuni za bodi ya ligi, kilichotokea ni kifungu cha utaratibu wa mchezo ambapo Simba anapaswa kufanya mazoezi angalau siku moja kuelekea mchezo, na mazoezi hayo yawe muda ule ule sawa na mechi, na nukuu, timu ngeni itafanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Sababu zozote za kukwamisha timu ngeni kukidhi ipasavyo au kupata haki hii zitathibitishwa kwanza na kamishna wa mchezo. Sasa endapo timu mwenyeji Yanga atatiwa hatiani, adhabu yake ni kwa mujibu wa kifungu cha 17 ambacho kinasema adhabu yake ni zifuatazo: onyo kali au karipio kali, kutozwa faini kuanzia milioni 1 mpaka milioni 2 za Kitanzania. Hii ni kwa mujibu wa kanuni. Hivyo kiutaratibu hapo mechi inapaswa kupigwa. Sasa inapigwa vipi ndo hapo binafsi sijui, ila kanuni ziko wazi, ameandika pia Farihan Kiham. Lakini hakuisha pia hapo. Baada ya Simba kuzuiliwa kufanya mazoezi, kumekuwa pia kuna taarifa ambazo zinaeleza kwamba huenda Simba kagomea mechi kutokana na wao kunyimwa haki ya kufanya mazoezi. Sasa Farihan amezungumza kwamba Simba hawezi kugoma mechi kesho kwa sababu ya kanuni. Ukisoma kanuni za TPLB toleo la 2024, kuna kifungu kuhusu taratibu za mchezo kinasema timu kufanya kosa la kikanuni haimaanishi mpinzani apewe ushindi. Hivyo maana yake kosa la kikanuni linaadhibiwa kikanuni. Kwa kuwa Simba kutokufanya mazoezi ni kosa la kikanuni, ikitokea na goma kwenda uwanjani kesho, maana yake Yanga anapewa alama 3 na mabao 3 kwa kuzingatia kanuni. Tusome kanuni ndugu zangu. Hapa Yanga kitiwa hatiani basi atalipa faini pekee, ila mchezo uko pale pale. Ameliandika Farihan Kiham, moja kati ya chambuzi wa soka pale Clouds Media. Sasa tumeona pia kile ambacho amekiandika Shafi Dauda mara baada ya kusambaa kwa clip na video mbalimbali zikionyesha wekundu wa Msimbazi Simba wakizuiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Tumeona pia Shafi Dauda akiandika ujumbe kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Nimeona kile ambacho amekiandika Shafi Dauda, na nikupitisha kwa kile ambacho amekiandika Shafi Dauda mara baada ya tukio hili la wekundu wa Msimbazi Simba kuzuiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuelekea kwenye mechi hiyo
ya watani wa jadi. Bana Shafii Dauda yeye ameandika kwamba ni jambo ambalo halikubaliki kabisa. Yeye anaandika haya ni mambo ya kihuni na ya kishamba. Kulikuwa na sababu gani ya kuizuia Simba kufanya mazoezi? Ndicho ambacho amekiandika, akaandika shame akiwa na maana ni ya aibu. Lakini pia kama ambavyo nimekujuza baada ya tukio hili bana, taarifa zinaenea kwamba hatutoona wala hatutoshangaa kuona Simba anagomea mechi ya dabi baada ya kuzuia kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Hizi timu mbili zinajuana vizuri, wanawazuia Simba wasiingie uwanjani mida hii ni kufanya mazoezi. Wanajua kwa nini wanafanya hivyo, na Simba wanajua kwa nini wanataka kufanya mazoezi ya mwisho muda huu. Sasa kumekuwa kuna taarifa nyingi sana kwamba basi la wekundu wa Msimbazi Simba liliongozana na baadhi ya magari, ikiwemo pia basi la kukodi, ambalo taarifa ambazo sio rasmi ni kwamba mle hakukuwa na wachezaji wa Simba, bali kulikuwa kuna wazee wa Simba nao pia walikuwa wanaingia uwanjani. Sasa ukipita mtandaoni huko utaona namna ambavyo wameendelea kuzungumza kikosi cha Simba ambacho mara baada ya kuzuia kimeondoka katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kurejea kambini baada ya kushindwa kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa mechi kufuatia zuio la kuingia ndani ya uwanja huo na watu wanaodaiwa kuwa ni makomando wa Yanga. Simba ambao walikuwepo uwanjani tangu saa 1 wameshindwa kabisa kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wa kesho, mechi ya tarehe 8 2025 dhidi ya wenyeji Yanga katika dimba la Benjamin Mkapa majira ya saa 1:15. Kwa hiyo iko hivyo kuhusiana na tukio la wekundu wa Msimbazi Simba kuzuiwa kufanya mazoezi, moja kati ya tukio ambalo limeendelea kuzua taharuki, wengi wakijiuliza kwa nini Simba amezuiwa na sababu ambazo zimefanya Simba kuzuiwa. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikusogezee kuelekea kwenye dabi. Mambo yamekuwa ni mengi, joto limeendelea kupanda. Sasa unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Simba wamekutana na hicho ambacho wamekutana nacho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Unaweza kutoa komenti yako pia kuhusiana na tukio hili la wekundu wa Msimbazi Simba kuzuiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Yanga. Tunafahamu ni moja kati ya michezo ambayo imekuwa na pressure kubwa sana, ni moja kati ya michezo ambayo imekuwa na mambo mengi sana, na ni moja kati ya michezo ambayo inakuwa na matukio mengi sana. Kwa hiyo hata hiki ambacho kinatokea ni moja kati ya mambo ambayo huwezi kuyashangaa kwa Simba na Yanga kukutana, kwa Simba kuelekea kukutana Simba na Yanga. Kwa hiyo ni moja kati ya matukio ambayo yamejitokeza. Kwa hiyo tunasubiri kuona nini ambacho kitaamliwa mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kuzuiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.